Mkurugenzi mtendaji dada yangu Neema, kaimu mwenyekiti wa mafundi na mafundi wote mliopo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Awali ya yote napenda nichukue fursa hii kwanza kabisa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kufika siku ya leo. Lakini pili nachukua fursa hii pekee kabisa kuwashukuru sana kampuni ya Naja Builders kwa kunipa mwaliko huu wa kuja kushiriki katika tukio hili kubwa kabisa ambalo linawagusa mafundi wa Dodoma. Nimejisikia faraja kuwepo miongoni mwenu siku ya leo. Ni jambo zuri mmelifanya kwa sababu kada hii ni kada muhimu sana, ni kada ambayo imeajiri vijana wengi kwenye eneo letu la Dodoma. Lakini hivi sasa Tanzania nzima ukiondoa Dar es Salaam, sehemu inayofuata ambayo kuna ujenzi mkubwa sana ni Dodoma. Na hii imetokea ni kwa sababu ya maamuzi ya rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ya kuifanya Dodoma kuwa makao makuu. Fursa zimeongezeka sana Dodoma. Kwa mchokifanya hapa mmefanya kitu sahihi kwa wakati muafaka kabisa. Kuwaleta mafundi hapa pamoja, tukawatambua, na inakuwa rahisi pia kuweza kuwasaidia katika hayo ambao wamewasilisha kwangu kama ni maombi. Kwa nimefurahi kuona kwamba mmeifanya jambo hili. Nikutana mafundi karibuni wakada zote pale Mbeya, lakini pia na Dodoma ilifanyika hapa. Na hivi sasa ukienda katika maeneo mengi sana, watu wengi wanajikusanya katika vikundi ambao ndio njia rahisi ya kuweza kumsaidia mtu. Kwa ninyi mafundi wa Dodoma, nataka nichukue fursa hii kuwapongezeni kwa hatua ambao mmeianza ya kuanza kuunda umoja wenu. Hilo ndo jambo rahisi hata kwangu mimi, kwa sababu ingekuwa mnakuja mtu mmoja mmoja ingekuwa ni kazi ngumu kweli kweli. Lakini kutumia umoja wenu, nataka nichukue fursa hii kuwaomba na kuwataka sana mafundi wa Dodoma muichangamkie fursa ya ujenzi mkubwa ambao unaendelea hapa Dodoma, kwa kujitahidi kuweza kupata kazi nyingi zaidi. Na kazi hizi hata kabla ya umoja wenu, lakini fundi mmoja mmoja ukifanya kazi nzuri kwa maadili, ukiwa mwaminifu, ni rahisi sana kuweza kufikia mafanikio. Kwa mimi niwaombe mafundi wote wa Dodoma, tumepata fursa hii ya Dodoma kuwa makao makuu, ujenzi uko mwingi sana, tutumie fursa hii na sisi kubadilisha maisha yetu, na inawezekana kabisa. Kazi zinazohitaji mafundi, basi iwe rahisi kumwelekeza mtu kwamba nenda barabara ya 8 au barabara ya 6, kuna ofisi pale ya mafundi, watakupa fundi mzuri wa tiles. Kama unataka fundi wa bomba pia alikadhalika. Hiyo ndio itakuwa jambo rahisi kuweza kuwasaidia. Kwa mimi niko tayari, na nilikuwa nazungumza na ndugu yangu pale Wanaja kwamba tuko tayari kulifanya hilo kwa kushirikiana nao. Na hatua ya kwanza kubwa ni lazima muwe mna anwani. Yaani lazima tujue tukitaka mafundi tunawapata wapi. Kwa hiyo mkamilisha umoja wenu, hatua ambayo itafuata ni kuwasaidia kupata ofisi. Mtachagua wenyewe katikati ya mji hapa, tupate ofisi ambayo itakuwa ndio utambulisho wenu, na pale kwenye ofisi mtaweka taarifa na kumbukumbu za mafundi wote, ili hata kesho na kesho kutwa mmoja wenu akifanya jambo tofauti awe amepoteza sifa za kuwa mwanachama wenu, ili usiwachafue watu wote, kwa sababu inafahamika kwamba mafundi wengi ni waongo, sio wa kweli. Hiyo ndio sifa ambayo mnayo. Ila mimi niliwahi kubahatika kumpata fundi mmoja ambaye nilishangaa sana, ambaye unaweza kumpa hela akanunue material kwa bei ambayo ulikuwa unajua wewe, lakini akaenda kule anakuta bei tofauti na kurudishia change. Wako watu hao. Lakini mimi nitaka pia umoja wenu uishi katika maadili hayo ya uaminifu hasa. Ujanja siku zote unafanya maisha yetu yanakuwa mafupi. Uaminifu ni hazina kubwa. Kuna watu hawana mtaji wa fedha, wana mtaji wa uaminifu, na wamefika mbali. 500,000 ya leo inaweza kukuletea mkwamo katika maisha yako yote yaliyobaki duniani hapa, kwa tamaa shilingi 500,000. Lakini ukiamua kuishi katika maadili,
kuna siku tu itakuja kukulipa. Na wako watu wengi na iko mifano mingi ya watu waliofanikiwa kwa sababu ya uaminifu. Na mimi ningependa mafundi wangu na ninyi muwe pia waaminifu. Sasa mmeniletea maombi. La kwanza la bima ya afya. Hilo liko ndani ya uwezo wangu. Siku yote mkiwa tayari. Na mimi niko tayari pia kuwasaidia kupata hata ukumbi, mkijikusanya na utafutie mtaalamu aje awaelimishe. Na mmeongea jambo zuri kweli. Kwa kazi ambayo mnaifanya lazima muwe mna bima ya afya. Kwa sababu lazima pia tuikinge nguvu kazi yetu. Ninyi bado ni vijana, taifa hili linawategemea. Kwa lazima pia mpate elimu juu ya masuala ya bima ya afya. Itakusaidieni sana. Lakini la pili, nimezungumza kuhusu usafiri. Ni rahisi sana mkishajikusanya katika umoja wenu. Wiki 3 zilizopita tumeshirikiana na chama cha bodaboda hapa Dodoma, tumegawa bajaji na bodaboda kwa vijana, lakini ambao walikuwa ndani ya umoja. Kwa nini pia mkaa kwenye umoja? Ni rahisi kulifanya hilo, sababu ninyi mna vipato ambavyo ni rahisi mtu kuweza kufuatilia, na mkiwa kwenye umoja pia, manake umoja ndo unakuwa umewadhamini. Na nyinyi mtoke nje ya box, msifanye kazi kwa mazoea kwamba umeshazoea tu kuichukua tofali hapa kuiweka hapa na kuichapia. Sasa hivi kuna ubunifu, mtoke nje ya box, ongezeni kitu cha ziada. Mnaweza mkauza chipsi mtaa mmoja, lakini watu wakaenda kwa mtu mwingine kwa sababu yeye kajiongeza, ameenda kununua na kitu kinaitwa MiFi, kwamba mtu akienda pale ana uwezo pia wa kuconnect na wifi wakati anasubiri chipsi. Ameongeza thamani tu, kajitofautisha yeye na watu wengine. Na hii pia nataka mfanye hivyo. Sasa hivi kuna ujenzi umebadilika sana. Sasa hivi tuna ujenzi wa matofali ya kuchoma yale, ndio design sasa hivi. Mmeshakwenda kujifunza, mmeona mnaweza kufanya. Lakini wametoka watu wa Arusha ndio wanafanya kazi hii hapa. Mimi nimeona mafundi kule wengi Ipagala, pale Rainbow, wote wametoka Arusha. Nataka mafundi wa Dodoma na ninyi pia muongeze ubunifu. Ongezeni ubunifu, na hata mkitaka kujifunza mimi niko tayari kukusaidieni. Kama mmeona sehemu fulani kuna mafundi wana aina fulani ya ujenzi, labda ni Arusha au Mwanza, niko tayari kuwafadhili baadhi, muende mkajifunze. Mkirudi hapa, mimi nataka nione mafundi wangu wa Dodoma, ndio mnapata fursa nyingi zaidi. Hivi sasa serikali imebadilisha sheria ya manunuzi ya umma kwa kuzitaka taasisi nunuzi kutenga 30% ya manunuzi yake ya ndani kwa ajili ya vikundi vya vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu. Yaani kama shule ya msingi Uhuru wanataka kujenga choo, hawapaswi kumtafuta mkandarasi mkubwa. Wanapaswa kuwatafuta kikundi cha vijana au wakina mama ndio wapewe kazi hiyo. Sasa unampaje mtu kazi ambaye hayuko tayari? Hata lifti lazima uwe barabarani ndio gari likukute, nyumbani haikukuti. Kwa mimi naomba katika hilo mjitahidi. Mtoke nje ya boksi, mjifunze zaidi, mniletee maarifa, tuweze kufikia malengo. Na mwakani, baada najua mtakuwa mmeshaunda umoja wenu. Mwakani nimeongea na mwenyekiti pale, mimi na yeye kwa kushirikiana na kampuni ya Najal tutaanzisha tuzo maalum za mafundi wa jimbo la Dodoma mjini. Tumpate fundi bora wa kujenga, tumpate fundi bora wa tiles, wa plumbing, sio masonry, wote tuwapate siku hiyo. Na tutamtangaza, dunia nzima itamuona kwamba huyu ndo fundi bora wa mwaka. Na tukifanya vile tunasaidia pia kukuletea soko na wewe. Kwa kuanzia mwakani tutaanza mashindano maalum ya fundi bora. Kwa kila mtu ataleta kazi zake na ubunifu wake, tuone, tutawalinganisha, tutaleta na majaji waje waamue, tutawapa zawadi mwishoni. Basi baada ya kusema hayo, mimi nashukuru sana, asanteni sana, nimefurahi kujumuika nanyi na sasa niko tayari kwa hatua inayofuata. Mungu awabariki sana, nashukuru sana. Katika hotuba yako kuna mambo ambayo umeyajibu kabisa kama vile ulikuwepo, na inawezekana ulikuwa mpango wa Mungu kwamba wewe uchelewe kidogo ili sisi tupate fursa ya kujadiliana baadhi ya mambo. Si ndivyo jamani? Ndio. Nafikiri tumefurahia hotuba, imekuwa nzuri, imejibu maswali yetu. Mimi nimeondoka na kitu kimoja tu, kwamba kuwa mwaminifu, kwamba 500,000 ya leo ambao naweza nikaipiga leo, yani nikampiga mteja au nikampiga
si boss, yani vyovyote vile utakaofanya inaweza ukose kazi zingine ukawa, yani baada ya kazi ile moja baadaye ukawa hauna kazi. Lakini uaminifu mdogo wa kazi ya leo unaweza ukasababisha yani maisha yako baadaye yakawa yananyooka, kwa sababu huyu yule mfanyia vizuri atamwambia mwingine na mwingine na mwingine, inakuwa jambo zuri. Nao tu mfano mdogo hapa, kuna fundi ambaye nilimconnect kwa mteja labda nikutangaze tu kakaangu kwamba nimepata feedback nzuri sana. Yule mteja yuko Dar es Salaam. Kama tunavyojua kama mji wetu unajengwa kwa kasi, wateja hawako Dodoma, wengine wako mbali. Mimi waliniona wakanipigia simu, nahitaji fundi mzuri, nikatafuta nikampa, nikaacha wenyewe endelee kila kitu, wakakubaliana wenyewe bei, kila kitu wakakubaliana. Yule dada haji wala Dodoma, yeye anaangalia picha kwenye simu, nafikiri wanawasiliana kwa njia ya simu. Juzi amenipa feedback kwamba yule kaka amefanya kazi nzuri, kiukweli kazi nimeipenda, sio mbabaishaji, sio msumbufu. Naomba usimame watu wakutambue kwa uaminifu wako. Ni nyumba ya ghorofa, nafikiri wamemaliza kuweka tiles na vitu vingine na ground floor, wanaendelea na floor nyingine. Ni leo tu alikuwa anachukua mzigo mwingine, nafikiri wanaendelea na kazi. Huo ni mfano tu, lakini najua wapo wengine wengi pia. Kwa hiyo mimi la kwangu hilo moja tu, kwamba uaminifu ni kitu kizuri. Ukienda kwenye kazi ya mtu, ifanye kwa ubunifu, kwa uaminifu, itakuuzia kazi, kwa sababu tunajua kama Dodoma inajengwa. Jamani, ukizunguka Dodoma inajengwa kila kona, si ndivyo jamani? Basi